Kwa jina naitwa Pemachi Omar. Ni mama wa familia ambaye nina watoto. Mwenyezi Mungu alinijalia kuzaa watoto 10. Hapa Kalalangabo tulikuwa ni watu wa shida sana kuhusu barabara. Yaani barabara ilikuwa ni ngumu sana. Yaani uwezo wa kusema sisi hapa wafanya biashara, mimi ni mama jasiriamali ambaye nafanya biashara ya samaki kupitia biashara kulangulia Kalalangabo na naishi Kalalangabo. Lakini tulijikuta tunashindwa kufanya biashara kwa sababu ya barabara ilikuwa ni mbaya sana. Unajikuta mimi mtu wa Kalalangabo natoka hapa naenda kulangulia Katonga kwa sababu ya kupata urahisi wa kwenda sokoni. Lakini sasa hivi nashukuru barabara ni nzuri. Sasa hivi tunafanya biashara, wakina mama tupo wengi jasiriamali, wakina baba, wateja tunawapata wengi hapa. Hata tukisema tulangulia hapa Mwaloni tunapata wateja kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu tukijivunia barabara sasa hivi ni nzuri. Gari zinapita, pikipiki zinapita, tunafanya biashara zetu kwa furaha bila wasiwasi, bila tatizo lolote lile. Leo hii wakina mama tunatamba, tunalinga, tunajivuna, tunalangua biashara zetu hapo sehemu yote ile tunaenda kuuza kwa kujivunia barabara ni nzuri. Kwa kweli tunashukuru sana. Yaani mama tunakushukuru, na waliosimamia hii barabara tunawashukuru sana kwa sababu barabara wametengeneza vizuri. Jamani, hatuna shida, hatuna shaka. Wateja wanakuja kwa wingi kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu wanajivunia biashara ni nzuri sana. Naitwa Shabani Adam, ni mkazi wa kijiji cha Kigari. Hapa niko Mwaloni Kalalangabo. Huu ndio mwalo tunayofanyia kazi. Kipindi cha nyuma barabara yetu kwa kweli ilikuwa haiko vizuri kabisa. Hatimaye tulikuwa tunapata hadi changamoto ya wafanyabiashara kuja kulangua, kwa sababu akilangua biashara yake jinsi ya kupeleka mazao inakuwa shida. Lakini tunamshukuru mama kwa sasa hivi. Kwa kweli tunawapata wateja wa kila aina. Biashara zetu zinakwenda vizuri kwa sababu ya miundombinu ya barabara tumetengenezewa Kalalangabo. Lakini leo tunamshukuru Mungu. Barabara iko vizuri, wafanyabiashara wanakuja vizuri. Kumbe tunakupa sifa mama. Naomba kama kuna mengine juu ya hii barabara, naomba utuongezee ili kuweza kuboresha na biashara zetu sisi wakazi wa Kalalangabo. Kwa jina naitwa Mfaume Hamis, natokea kijiji cha Kigali na mpaka sasa naongea hapa niko katika kitongoji cha Kalalangabo. Kuanzia Kipwa tulikuwa tunapata wafanyabiashara wengi kutoka nje wanakuja, lakini tatizo inapofika masika hii barabara hujaa tope sana. Wale wateja hawaji kwa wingi kwa sababu barabara si nzuri kwa masika. Kwa hiyo mama tunamuomba atuwekee lami hii barabara, hata masika watu wao wanakuja kama Kipwa. Ila tunawashukuru TARURA kwa barabara wametufanyia vizuri. Kwa majina naitwa Mhandisi Jumanne Kamwangire toka ofisi ya meneja wa wilaya ya Kigoma. Niko katika barabara hii ya Kibirizi Kalalangabo ambayo imejengwa kwa fedha za mradi wa uondoaji vikwazo RISE. Barabara hii imejengwa kilomita 2.5 kwa kiwango cha changarawe, na mifereji imejengwa kwa umbali wa kilomita 1 kwa maana mita 500 pande mbili. Katika ujenzi wa barabara hii mpaka sasa hivi barabara imeshakamilika kwa 100% na mkandarasi ameshalipwa fedha. Kwa hiyo barabara iko katika kipindi cha utunzaji wa barabara kwa maana mkandarasi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea fedha za ujenzi wa barabara hii, kwa sababu kabla ya ujenzi wa barabara hii upitikaji ulikuwa ni mbovu. Barabara ilikuwa haiwezi kupitika hata kwa kiwango cha pikipiki. Lakini kwa sasa hivi barabara vyombo vyote vya moto vinafika, kwa maana ya pikipiki kutoka mjini kuja hapa Mwaloni, lakini magari yanakuja kwa ajili ya ubebaji wa mazao yanayotoka ziwani. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuboreshea barabara hii, na usafiri umeweza kuongezeka kwa kiwango cha hali ya juu.
na imeweza kuwarahisishia wavuvi wanapotoka ziwani kuleta mazao yao, inakuwa ni rahisi kupata wateja kutoka mwaroni kupeleka kwenye masoko ya uuzaji wa samaki pamoja na dagaa. Kwa kulingana na hali ya barabara jinsi ilivyo, yani kwa maana ya terrain, ni barabara ambayo ina milima. Kutokana na milima hiyo, tungeomba tupate fedha zaidi za kuiboresha barabara hii kutoka kiwango cha changarawe kuweka kiwango cha zege, kutokana na mteremko kuwa ni mkali sana. Kwa sababu barabara inapokuwa na mteremko mkubwa, changarawe haiwezi kudumu kwa muda mrefu, hasa kipindi cha masika kama kipindi hiki. Kwa hiyo tukiweza kuijenga kwa kiwango cha zege, ina maana tutakuwa tumepata suluhisho la kudumu.